Actually timu yetu inaitwa Nkimu Football Club ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza kwa maana ya First League, na msimu uliopita sisi tulikuwa miongoni mwa timu zinazoshiriki katika level hiyo, ligi ambayo ni ya taifa inayoandaliwa na Tanzania Football Federation. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba msimu umemalizika salama. Hivi tunavyozungumza wachezaji wako mapumzikoni. Lakini pia ukirudi nyuma kwa performance ya msimu uliopita, hatukuanza vizuri, tulianza vibaya, hatukuanza vizuri. Mechi za mwanzo zote karibia 3 tulipoteza, lakini baadaye tukajipanga sisi kama management, lakini kwa kushirikiana na wadau wote pamoja na wapenda michezo kwa ujumla katika mkoa wetu wa Tanga na mikoa jirani, lakini na Tanzania kwa ujumla. Basi baada ya kushauriana tukashirikishana, baadaye tukaamua kufanya mabadiliko kidogo ya benchi la ufundi. Kwa hiyo tukaingiza benchi la ufundi jipya ambalo limetufikisha hapo ambapo tumefika, tukaanza kupata matokeo, na mpaka ligi inaisha sisi tumeweza kushika nafasi miongoni mwa nafasi zile 5 za juu, sisi tukawepo hapo katikati. Kwa hiyo tumeshika nafasi ya 4. So tunawashukuru wachezaji wote, tunawashukuru wanajamii wote, lakini kwa niaba ya uongozi wa timu kwa ujumla, nipende kutumia fursa hii kuwashukuru wote ambao wametoa mchango wao kwa hali na mali katika kuweza kufanikisha na kufikisha mafanikio ambayo tumefikia msimu uliopita. Nini sasa tunafanya sisi ambacho kitakuja msimu unaokuja? Lakini kabla ya kuhamia huko, kwanza niwashukuru pia na viongozi wote ambao wametupa ushirikiano, ambao ni viongozi wa serikali, lakini hata katika ngazi zote wale ambao wamejitoa kwa namna moja ama nyingine na kuhakikisha kwamba timu inafika pale ilipofika. So tunayo mipango mingi, lakini unajua sasa hivi mpira ndo kila kitu. Mpira ni ajira, na mpira ndo ambao unaona ni mchezo nambari 1 kwa kupendwa duniani. Hiyo haina doubt. Hata hivi tunavyozungumza hapa, nafikiri tuko kwenye season ya World Cup ambayo umeiona kwamba iko katika hatua ya robo finali. Watu wote, kuna mazingira yakifika, mechi ikifika inacheza, unaona watu wote wanasogea huko. Kwa hiyo ni nguvu ya mpira. Lakini sisi tunaenda beyond na hicho kwamba mpira siku hizi ni ajira. Kwa hiyo sisi tuna takriban vijana wasiopungua 25 mpaka 30 ambao tuko nao. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia unaona kwamba ni kazi kubwa ambayo inafanywa na taasisi hii ya kimpira katika kuweza kuingia katika mchango na kuchangia maendeleo katika level zote, kwa maana ya level ya wilaya kule ambako tupo, lakini mkoa, lakini pamoja na taifa, kwa sababu umeweza kuwapa sehemu ya kuonyesha kile alichonacho, lakini pia wakipata namna ya kupata logistics zao nyingine ndogo ndogo kutokana na uwezo ambao klabu inao katika kuwa facilitate. So hatujawa na uwezo wa hivyo kwamba ni professional club, lakini sisi we do believe kwamba katika maisha yetu ya kimpira tunakoendelea, tunaamini kwamba tunaenda baadaye na sisi tukafanya kitu. Na I promise you kwamba sisi ni timu ambayo ina malengo ya muda mfupi, malengo ya kati na ya muda mrefu. Sisi tunakoelekea katika safari yetu na tulikotokea, tukijipima tunaona kwamba tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa na kuchallenge wenzetu ambao wamesogea pale waliposogea. Nionyeshe tu masikitiko yangu kwamba ni jana mechi ilichezwa ya championship, timu yetu ya moja kati ya timu yetu ambayo ni ya muda mrefu katika mkoa wa Tanga yenye historia kubwa, imeshuka daraja jana, African Sports. Hicho kwetu sisi ni indicator kwamba huku tunakoelekea ushindani wake ni mkubwa. Kwa hiyo ni kwa masikitiko makubwa, hilo pia ni kitu ambacho kimetuumiza sisi wote kama mapenda michezo, hasa mchezo wa mpira miguu katika mkoa wa Tanga. Lakini nafikiri ni indicator ambao kwa sisi sasa ambao na sisi ni wageni kwenye hizi ligi, tutakuwa nao msimu ujao kwenye ligi ya First League, lakini imetupa ishara tujipange vizuri, kwa sababu kwamba kama wenzetu una umaarufu pamoja na uzoefu mkubwa alionao, lakini wameweza kurudi huku chini. Ni sehemu ya michezo, ni sehemu ya mpira. Wakati mwingine mpira una changamoto zake, lakini pia ni kitu ambacho kimetuamsha sasa sisi kutokana na kile ambacho tunakusudia kufanya kwenye msimu ujao. Sisi tumejipanga vizuri, na hata hapa tunapozungumza kama ulivyotushuhudia ndugu mwandishi wa habari, umeona tulikuwa kwenye kikao cha muda mrefu tukijadiliana, timu nzima ya management, lakini pamoja na technical staff na staff wote kwa ujumla, tukiangalia wapi tulikosea, wapi tumepatia, nini tufanye na wapi tunapotaka kwenda.
Kwa ni vitu ambavyo mimi kama mtendaji mkuu lakini na uongozi wa juu tunaliangalia kwa umakini na tunashughulika nalo kwa kufuata taratibu zile za kimpira zinavyohitaji, lakini na kuzingatia misingi na uendelezaji wa mchezo huu wa mpira, ili mwisho wa siku sio tu kuitangaza Nkimu peke yake, lakini pia tusaidie na kuona jamii inabadilika kupitia mpira. Unajua mpira sasa hivi una mambo mengi. Mpira unaweza ukautumia kuhamasisha vitu vingi sana kwenye jamii, na haya ni mmoja kati ya malengo yetu ambayo tuko nayo sisi kama timu, kwa sababu tunaishi ni sehemu ya jamii. Kwa lazima tuangalie kwamba namna ambavyo kupitia mpira tunaipa jamii yetu hamasa ya kitu gani. Kwa wakati mpira tukifanya hata ni mazoezi, wakati mwingine hata wakati wa mechi, tunatoa nafasi kwa viongozi wa mbalimbali katika ngazi tofauti kuja kutoa kama na ujumbe ambao anautoa, lakini wakati mwingine hata na sisi wenyewe tunaweza tukahusika katika kuhamasisha jamii, ukiacha wale vijana ambao tunakuwa nao kila siku. Mipango ya msimu ujao kwa ujumla, sisi tuahidi kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hatutaangusha, kwa sababu tuko katika kuangalia yale mapungufu ambayo tulikuwa nayo ili tuweze kujazia baadhi ya mapengo ili tuongeze. Lakini sisi kumbuka kwamba ni klabu ambayo pia inafuata ule utaratibu wa TFF pamoja na kulea na vijana wengine. Kwa hiyo tuna timu nyingine ambayo ukiacha hii kubwa, tuna timu nyingine ya vijana wadogo, na miongoni mwa mipango tulionayo kiufundi ni kuwapa nafasi baadhi ya vijana kutoka kwenye timu yetu ndogo waingie kwenye timu kubwa katika kupushi, pamoja na kwamba pia tutaangalia na maingizo mengine mapya nje na hapo, lakini pia kuwapa wale ambao wameonekana inahitajika na vilabu vikubwa na vilabu tofauti na hapo. Lakini pia wakati mwingine unaangalia hata na namna mchezaji ambavyo unafanya naye kazi, wakati mwingine amehitajika kwenye timu nyingine. Sisi lengo letu ni kuwapa exposure hawa vijana wakatumike mahala pengine na kuendeleza vipaji vyao, na pengine kuweza hata kupata maisha pengine zaidi ya yale ambayo sisi tunampatia kwenye klabu. So mpira una vitu vingi. Tunaamini kwamba sisi tunachangia kiuchumi, tunachangia kijamii, lakini tunachangia pia katika kutengeneza mahusiano mazuri na watu wa aina mbalimbali katika kada tofauti. So tumejipanga, tutaanza msimu mapema na mpaka sasa hivi kwa mazungumzo ya kikao ambacho tulikuwa nacho na vikao vingine vilivyopita, sana bado tunaamini kwamba asilimia kubwa ya wachezaji tutaendelea nao wale kwa sababu ni vijana ambao tulikuwa nao kwa muda tangu wakiwa wadogo, na tutaendelea kuwapa nafasi na wengine, lakini tutaangalia mahitaji ya timu na kwa kiwango ambacho benchi la ufundi litatusaidia katika kutoa mapendekezo yake, na sisi tutaangalia uwezo wa kupatikana kwa hayo matakwa na mahitaji ambayo wanayo. Logistics nyingine hizo kwenye timu ni za kawaida. Sisi kama management tumekaa na tuna mipango ya kuweza kuangalia yale ambayo wenzetu wametupendekezea, lakini na yale ambayo wanatakiwa kitaalamu katika kuendesha timu, so wachezaji wawe comfortable na kutoa kile ambacho wako nacho. Kwa hiyo hivyo ndo tulivyo. Karibuni sana wana Korogwe, wana Lushoto, wilaya nyingine za mkoa wa Tanga na Tanga yenyewe na taifa kwa ujumla. Hii ni timu yenu. Sisi tuna slogan yetu, tunasema tuko na tunaweza kwenda kwa pamoja kutoka hatua tuliopo na kwenda hatua nyingine. Moto wetu hauzimiki, tunaenda nao mpaka pale ambapo tutafika, na Mungu aweze kutubariki ili tufikia mafanikio ambayo tunayakusudia.